بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli, na mhadhiri ni mimi Abdul Wahab Karangwa. Ndugu zangu, nataka tuyajue kwamba wakati huu mwanadamu hutaka au hupashwa ajifunze na akumbushwe, aelimishwe, kwa sababu Mwenyezi Mungu alituumba kwa ajili ya kumwabudu peke yake. Tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mola wetu. Ndio jambo moja kubwa imesababisha Mwenyezi Mungu atuumbe. Hataki chochote, hana mahitajio yoyote kwa sisi binadamu au kwa viumbe. Hahitaji chochote, bali viumbe vinahitaji kwake Mola wetu. Kila jambo sisi tunahitaji kwake. Ndiyo mtengenezaji wa maisha yetu, ndiyo muongozaji wa nyoyo zetu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyoka, na atuongoze katika mambo mazuri, atuongoze kwa wema, upendo na huruma, na tuje kufika mbele yake Mola wetu tukiwa ni Waislamu wazuri, watu wema ambao wamenufaika na uhai wao, wamenufaika na neema Mwenyezi Mungu alizowapa, kuanzia katika neema ya uhai, ya uzima, na neema ya matendo mazuri, na neema ya vitu alivyopata katika afya ya hapa duniani. Vyovyote unavyomiliki ni Mwenyezi Mungu amekupatia. Kwa hiyo yabidi wewe umshukuru Mola wako kila wakati. Na ndiyo sababu sisi tukianza Muislamu akianza maneno yake, ya kwanza kabisa ni kumuhimidi Mola wake. Ya pili ni kumshukuru shukrani zisizokuwa na hisabu, kutokana na mambo mengi Mwenyezi Mungu aliyotunemesha nayo. Na miongoni mwayo ni wakati wenyewe ambao itakuwa ndiyo mazungumzo yetu ya leo. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, hakuna neema kubwa kama neema ya wakati. Bali jua kwamba wewe ni wakati, sisi hapa ni wakati. Dakika inayopita, jua ya kwamba wewe unaisha. Chukua mfano wa stimu au wakando. Ukiisha ichomeka moto, inapozidi kuleta mwangaza ndio inapozidi kupungua, yenyewe inaisha. Kwa hiyo na sisi wanadamu au sisi viumbe ni wakati. Ukiona kumekucha mchana, asubuhi, jua ya kwamba hiyo siku au hiyo saa imepunguka katika uhai wako. Kama ulikuwa Mwenyezi Mungu kakujalia kuishi miaka 3 katika hii dunia, basi jua ya kwamba saa moja limeisha pungua. Siku imeisha punguka katika wakati wako. Siku 2 zimepunguka. Yaani wakati unaanza kuhesabu au anaanza kuhesabiwa mwanadamu kwamba ameanza uhai wake. Wakati mtoto anazaliwa, wanajua umri wake wakati anazaliwa, kwamba amezaliwa siku fulani,
tarehe fulani katika mwezi fulani na siku fulani. Kwa hiyo hapo ndiyo wewe umeanzia katika hii dunia. Sasa mtu ambaye anasherekea siku ya kuzaliwa anakuwa hajajua maana ya jambo analosherekea. Angekuwa analifahamu vizuri, basi angekuwa machozini, angekuwa analia, au angepata wakati wa kurudisha akili kufikiria jambo gani amelitengeneza. Jua ya kwamba kila siku inayopita unaisongelea kaburi yako. Kila siku inayopita nasongelea kaburi yangu. Sasa hii kaburi ni wakati unaopita. Badala ya kusherekea kwamba nimefikisha miaka kadhaa, ningekuwa ninatengeneza vipi naishi, vipi siku imepita, nimefanya jambo gani litakalo nifaa mbele huko nakokwenda. Nakwambia ndugu yangu msikilizaji, usifikiri kwamba uhai huu tunao sasa hivi kwamba mtu akifa basi yameisha. Hapana ndugu yangu, tunakuwa tunajidanganya kweli. Inakuwa ndiyo mwanzo sasa wa kujua uhai, uzima ni nini. Uzima huko mbele. Uzima si huu hapa. Huyu uhai wa hapa au uzima wa hapa ni mchache, ni mfinyo sana. Sasa mtu anatengeneza uzima wa kweli huko mbele anakokwenda, lakini anakotengenezea ni hapa duniani. Huyu mchache mfupi huu ndiyo asilimali yako ya kutengenezea uhai na uzima wa milele. Sasa hutojua hutoutengeneza uzima wako wa milele isipokuwa kwanza ujue mambo gani utakayoyatumia na jambo gani utakalolifanya na namna gani ambao utatengeneza siku hiyo au uzima huo wa milele. Leo tutazungumzia Uislamu vipi unatuandaa, namna dini ya Uislamu unatengeneza mwanadamu kujiandaa na kujitengenezea siku zake na uhai wake huko mbele anakokwenda. Tutazungumzia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyopokelewa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hadithi ikiwa kwenye Sahih Bukhari na wengineo wamezungumza katika riwaya tofauti, ambaye hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ightanimu khamsan qabla khamsin. Bas pata, zingatia, patia mambo matano au yafanyie kazi mambo matano. Fikiria na amka kabisa, yatengeneze ndani yake haya mambo matano kabla haujafikiwa na mambo matano. Yani mambo matano haya ndiyo ya kwanza, ndiyo mambo ambayo utayatumia kwa kutengeneza uhai wako wa milele. Na mambo matano yatakayorudia inaonyesha kwamba kama utaghafirika katika haya mambo matano, basi umeisha pata hasara kubwa sana ya uzima wa milele. Ina maana uzima wa milele mtu ameisha fafanikiwa, hajapata lolote kwa sababu ameyachezea mambo matano. La kwanza kabisa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba shababik kabura haramik. Fanyia kazi, tengeneza vizuri ujana wako.
Tengeneza vizuri, fanyia kazi vizuri ujana wako, ambao ujana kabla haujafikia uzee, au kabla uzee wako haujaja, kabla utu uzima haujakufikia. Ndugu zangu, ujana ndiyo rasilimali ya mwanadamu. Ukiwa mdogo, mtoto mdogo au mtoto mchanga, unafanyiwa kazi zote. Kazi zote unakuwa unafanyiwa wewe. Hakuna ambaye ambalo unajifanyia mwenyewe. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu hauna nguvu. Kwa sababu haujafika wakati ambao wa kujitegemea. Kwa hiyo kama unataka kufanya jambo lolote, unalia, basi mzazi wako, mama au baba, hujua kwamba mtoto anataka hili, njaa anahisi njaa, acha tumpe chakula, anataka choo. Kila jambo unafanywa wewe. Hakuna ambalo utajifanyia mwenyewe. Hiyo marhala unaipitia. Marhala hiyo unaipitia, unafika katika utoto ambao ni unafanya baadhi ya mambo, unajifanyia baadhi ya mambo ambayo ni machache, yanaambatana na nguvu unazo. Lakini wakati wa ujana ndiyo rasilimali ya mwanadamu. Wakati wa ujana, ukifika ujanani, basi ndiyo kila kiungo kinakuwa na nguvu. Kila kiungo ambacho unacho wakati wa ujana kinakuwa kina nguvu kabisa. Ndiyo wakati hasa mwanadamu anatakiwa autumie kufanyia kazi kwa kujitengenezea mwisho wake au uzee wake. Hapa hii hadithi au haya maneno, usifikiri kwamba Mtume Muhammad SAW alikuwa akitaka utengeneze dunia yako peke yake. La, bali alikuwa akimaanisha kwamba tengeneza akhira yako kwa kumtii na kufanya taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuitengeneza dunia yako. Kuitengeneza dunia yako ndiyo kuitengeneza akhira yako. Yani ukiufuata Uislamu kwa kuitengeneza dunia, unapata uzuri wa kuitengeneza dunia na unapata uzuri kabisa wa kuitengeneza akhira. Unataka kula kama anavyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na alivyokufundisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapo utakuwa umetumia namna nzuri ya uhai wako. Hautopata maradhi kutokana na chakula, hautopata maradhi yoyote, hautopata shida katika uhai wako kwa sababu umetumia vizuri kula chakula. Kula chakula alichokuamrisha Mwenyezi Mungu au alichokukubalia kula wewe. Usile chakula ambacho amekukataza Mwenyezi Mungu. Kama unatumia chakula alichokukataza Mwenyezi Mungu, basi utakuwa unaiharibu afya yako duniani na unaitengeneza vibaya akhira yako. Kwa hiyo mwanadamu atumia ujana wake kwa kuitengeneza akhira na dunia. Ightanimu 5 qabla 5. Tengeneza mambo 5 kabla ya mambo 5 kukujia. Haya mambo ya 5 ni ya kujuta. Haya mambo 5 ya pili ni ya kujuta kwa yule ambaye hakutumia vizuri haya mambo 5. La kwanza likawa ni shababik, ujana wako. Kama hujotumia vizuri ujana wako, ikiwa hapa duniani au mwisho wako akhera, yote utakuwa kwenye rosi. Unataka kuwa ni mwenye kufurahi katika uzee wako, tumia vizuri ujana wako.
Kama utauchezea ujana wako hapa duniani, utaishi katika maisha ambayo si ya kutegemewa mwisho ya uzee wako. Ukifika uzeeni utaanza kujuta, ya laiti ningefanya hivi wakati wa ujana wangu, ningefanya hivi wakati wa ujana wangu. Kwa nini? Kwa sababu ukiisha ingia uzeeni utakuwa umeisha punguka na mambo mengi. Fikira zitapunguka, nguvu zitapunguka. Vita ambavyo ulikuwa ukiweza kufanya wakati wa ujana utakuwa hawezi tena kufanya wakati wa uzee. Kwa hiyo tumia ujana wako katika kutengeneza uzee wako, namna ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kufanyia kazi anayokuamrisha Mwenyezi Mungu na vile anavyokuamrisha mtume, anavyokufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La pili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema hayatuka, uzima, anasema sihataka, tumia afya yako nzuri kabla maradhik, kabla hujauma. Ndugu zangu, wangapi wamelazwa anatamani kitu kimoja tu, Mwenyezi Mungu amuponyeshe maradhi haya, afanye swala au afanye lile na ili na ile, aenda akazuru, akafanye ziara kwa watu wake, anataka aenda akafanye haya na yale, kwa sababu uhai wake au uzima wake umepunguka. Anachoomba pale ni kupata nini? Ni kupata afya nzuri. Sasa ukitumia afya yako vizuri, ndugu yangu, ukitumia ujana wako vizuri, basi utakuja na kuwa na ushindi wa uhai hapa duniani na kesho yaumul qiyama. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.